Okay, napenda kumshukuru Mungu kwa kutupatia wasaa mwingine wa kujifunza kidogo kuhusiana na mfumo wetu unaojulikana kwa jina la Ordinary Level Division Calculator. Awali yote, baada ya kupokea mfumo wako, utaona unaonekana kwa utaratibu huu hapa. Ukifungua mfumo ukaingia humu ndani, unakutana na mafaili mawili, mfumo wetu ambao ndio huu hapa na maelekezo. Lakini ukifungua mfumo moja kwa moja hivi, utakupa maelezo ya namna hii. Utaona kuna message na pia like this one, itakuambia kuna kitu cha namna hiyo, kwamba hii haiwezi kufanyeje kufunguka. Kwa hiyo hapa utalazimika, hatua ya kwanza kabisa, uta extract hii file, kwa sababu compressed zip folder ni kwa ajili ya kubebea tu na sio kwa ajili ya kufanyia kazi. Kwa utaenda hapa, uta extract all. Location yetu of course unaweza browse, lakini ipo kwenye desktop here. Hii ipo kwenye desktop, tuipeleke hapo hapo, tuta extract. Tukisha extract hii tayari, sasa hata ukifungua mfumo wako utafunguka. Lakini kabla hujafungua mfumo wako, ni muhimu sana kusoma maelezo. Kwa Tanzania tuna changamoto moja ya kwamba hata kama umeambiwa soma maelekezo, unakimbilia kwenda kwenye kitu halisi, afu mwisho wa siku ukikwama unarudi kujiuliza kuna nini. Kwa hapa kuna password mbili, kuna password ya kwanza hii hapa na password ya pili hii hapa. Password ya pili itatumika endapo tu inahitajika, lakini password ya msingi ni hii hapa. Hii password unaweza ukainakili sehemu au ukatumia kwa njia ya kukopi kwa ajili ya kwenda kufungua mfumo wako. Kwa hiyo nitabonyeza hapa, nitafungua mfumo wangu. Of course hizi max zipo, tunataka kuzifanyia kazi baadaye, kwa hiyo usihangaike nazo. Nitafungua mfumo wangu namna hiyo. Kisha fungua, nitaanza na hii. Baada ya kusoma maelezo haya, nitaanza na hii registration. Hapa kwenye registration kuna please select cancel, then please select school. Hauwezi ukaanza na hapa, lazima uanze na hapa. Ta select cancel, kwa mfano tunachagua Babati. Shachagua Babati, utaona kuna shule Babati Town Council, okay? Babati District Council. Let us select Babati Town Council. Utaona kuna shule mbili, Bagara na Geku. Lakini tukichagua halmashauri nyingine, kwa mfano Singida, kwa mfano tuchague halmashauri ya Singida, Singida District Council, tutakutana na shule kadhaa. Tutakutana na shule hizi hapa Ilongero mpaka Pohama. Sasa tutachagua shule yako hapo, that is Ilongero. Kisha chagua hivyo, usideal na huku, kwa sababu huku hatujaamua kwamba tuandae matokeo darasa lipi. Kwa utarudi home. Kisha rudi home, you'll save your work. Utasave kazi yako. Kisha save, utaifunga. Okay? Ukishaifunga, utarudi hapa, uta right click hii file, halafu utaenda hapa more options. Kama unatumia kama operating system yako haina properties, lakini lengo hapa ni kwenda more options, then tuende properties. Lengo ni kuja hapa kwenye properties, kuweka mfumo katika read only attributes, then we say apply. Kwa nini tunaweka katika read only? Tunaweka katika read only ili kutunza hiyo copy ambayo tayari tumeshai customize kwa ajili ya shule ya Ilongero. La kwanza. La pili, pia tunatunza kwenye read only ili kuepukana na virusi. Mara nyingi virusi havishambulii file ambalo liko kwenye read only. Kwa baada hapo sasa, wakati wa kuandaa matokeo umefika. Utafungua mfumo wako. Kisha fungua mfumo wako namna hii. Kisha fungua mfumo wako namna hii. As usual, utaanza hapa registration. Kishaanza hapa kwenye registration, utachagua cha kwanza, utachagua kidato, ambapo kwenye huu mfumo umeanza na form 2 kwa sababu
is an old version kwa sababu inatumia old curriculum. Lakini hii ya sasa, mfumo wa sasa upo ambao una include form 1. Wao form 1 wana historia ya Tanzania na maadili pamoja na business studies, lakini hayo masomo ya lazima, lakini hawana civics wala commerce. Kwa hiyo mfumo wao unajitegemea. Sasa tuendelee na hii. Utachagua darasa hapa, kwa mfano tunachagua form 3, alafu tunakwenda aina ya mtihani, maybe monthly test. Hapa badala Oktoba tuweke Julai. Unaona? Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni nini? Kinachofanyika ni kwamba unavochagua, as you select, unavofanya selection kule, yenyewe inakuja ina customize hii heading yako. Ta close. Okay. The next thing ni kuandika, ni kuregister wanafunzi wako. Kwa mfano Alexander Msuha, hapa ni M. Okay, ni M. Let's go to phone number 0757 080 630. Namna hiyo. Category hii sio lazima. Unaweza kaweka day au bweni kwa ajili tu ya kumbukumbu, lakini inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya shule zile za, hasa tunapoandaa ule mfumo wa report kwa ajili ya shule za private, kwa sababu wakati mwingine ada huwa zinatofautiana. Day wana ada zao na boarding wana ada yao kadhalika. Sasa wakati wa kulink ada, kwamba huyu sasa ada yake iwe hivi na huyu wa day iwe hivi, iwa hostel ni hii na wa day ni hii, unatumia hiyo kigezo cha kategori ya mwanafunzi ili isichanganye, mfumo usichanganye. Then hapa nilikuwa nafanya tu illustration. Sasa nichukue majina ili tusipoteze muda. Kama majina haya yanatoka huku, kwa mfano ni copy ya majina, alafu nikisha copy ya majina, hasa hapa tuna assume kwamba majina yangu yametoka from other source. Caution, yani jambo la kuzingatia, kama majina yanatoka from other source au taarifa zinatoka from other source zaidi ya mfumo, lazima upesti special. Utakwenda right click then paste special. Kwa wale wanaotumia mfumo wa office hizi latest, kuna shortcut zake, lakini mimi hapa nitakwenda paste special then values, ili ku maintain values tu. Usihangaike na kuandika namba hapa, namba zitakuja automatic. Tayari hapa na namba ya simu hapa, tunaweza tukaandika namba zetu za simu zingine na nini. Sasa ukiona kivuli namna hii kwamba mfumo umestack hapa, haujafunguka, usivute hii. Unachotakiwa kufanya ni kufanya print preview, alafu na close. Utaona imefunguka mpaka pale ambapo wanafunzi wanaishia, na hii mistari miwili haitajaa. Hatua ya pili, baada ya registration tumeshachagua darasa letu, utaenda kwenye enter marks. Ngoja nibadilishe ile jina. Okay. Utaenda kwenye enter marks. Kwenye enter marks hapa kadhalika utaanza kujaza marks zako. Sasa kwa ajili ya kuokoa muda, naomba nichukue hizi marks ambazo zipo hapa. Utachukua hizi marks zangu hizi ambazo ziko hapa, hizi sample, utazikopi hizi. Utakopi, alafu nitakuja kwenye mfumo wangu, paste special as usual, then values. Utapaste values. Sasa hii EDK naomba ni paste marks hizi hapa, ingawa sio yenyewe, ni paste hapa, copy, paste special, values. Okay, namna hiyo. Kisha toka hapo utakuja hapa this page results raw marks, this raw marks. Preview pia
utaona kwamba imekufungukia namna hii. Lakini hapa sifa yake ni moja, inaanza na mwanafunzi wa kwanza according to average mpaka mwanafunzi wa mwisho, itakupangia namna hiyo, mwanafunzi wa kwanza mpaka wa mwisho, lakini kulingana na nini? Na average yake. Of course unapokuwa na individual school ya kwako tu, kwamba mfumoni kwa ajili ya shule yako tu, hii nafasi hizi mbili hizi tatu huwa zinakaa huku mwishoni, lakini hii nimeweka hivi kwa makusudi kabisa, ili kuruhusu mfumo unapokuwa na shule yenye masomo mengi uweze kuongezeka, na unapokuwa na shule yenye masomo machache uweze kujifunga wenyewe. Sasa baada hapo utakwenda hapa, huku ingine ni kuview tu, of course max kazi wewe umeshamaliza. Hapa utapata grades, mwanafunzi wa kwanza according to registration, mwenye namba moja ni nani mpaka mwenye namba ya mwisho hapa. Na utaona pia kuna grafu yake hapa juu ya nini kimefanyika, female and males performance zao ziko namna gani. Okay, toka of course hapa ni shortcut, lakini unaweza kurudi home alafu kakitafuta kipengele. Sasa tutumie shortcut. Tukienda hapa unapata mwanafunzi wa kwanza mpaka wa mwisho, lakini kulingana na division zao. Hii the first to the last student kulingana na division hii hapa. Na ukienda hapa kwenye divisions hapa, au nirudi sasa hapa nitumie ile ya kurudi home then niende divisions, utaona kuna kitu hapa kinakwambia select division. Upande huu utaingia hapa, utaselect let's say division 1. Select division 1 itakwambia ziko 46 na majina yao haya hapa. Hii utaiprint, utaweka kwenye file. Ukirudi hapa kwa 2 itakwambia wako 48 na majina yao haya hapa na max zao. Okay? Ukienda hapa utapata pia namna hii. Of course nieleze kitu hapa. Hii inatumia masomo kuweka juu, situmie ile Nectar style ingawa ninayo au tunayo, ni kwa sababu ya kwamba unapotumia Nectar style haya maneno yanalazimika kujirudia mara kadhaa. Haya maneno ya hapa juu civics nini, haya huwa yana kawaida yanatakiwa lazima ajirudie kwenye kila nafasi, kwa hiyo inakula wino, kwa hiyo huwa inamaliza wino. Sasa tumesaliwa na sehemu mbili ambazo ni hapa subject analysis. Hapa unachagua somo moja moja, sasa unafanya analysis somo moja moja. Kwa mfano if we select civics, itatuambia kwamba 10 best wake ni wale hapo, ni hawa hapo, na hapa chini itatuambia wanafunzi wote waliofanya hilo somo. Kwa mfano hapa wanafunzi waliofanya hilo somo ni 257. As you can see here, huyu Emmanuel Geoffrey Marco ndo mwanafunzi wa mwisho. Ukifunga hapa, huyu mwanafunzi wa mwisho kabisa ndo namba 1 kwa wanafunzi wote wa mwisho. Lakini hapa huyu ndo ameongoza na mpaka 10 best wake ni hapa. Lakini endapo kutakuwa na upungufu wa wanafunzi, kwa mfano wako 15 mpaka 30, hapa itachukua wanafunzi 5 tu. Tujaribu. Turudi hapa. Tuangalie ili somo la turudi hapa kwenye subject analysis. Tuangalie somo la EDK, elimu ya dini ya Kiislamu. You see, ina wanafunzi total students 27. Kwa kuwa ina total students waliofanya 27, of course no absentee, 27. Maana yake ni kwamba sasa hapa imechukua 5 best and 5 last. Lakini endapo watapungua chini ya 15, itachukua 3 na huku itachukua 3. Kinachofuata ni nini? Wakati wa kuprint hapa kuna nafasi ambayo iko blank. Hii nafasi ambayo iko blank hapa, unakuja kwenye filter hapa. Hapa kwenye filter utaondoa blank. Naomba nirudie. Whatever, hata ukija hapa kuna majina utaondoa blank. Kisha ondoa blank, unaipa okay, ile nafasi inajiondoa. Haya masomo ukishafanya analysis namna hii, una print, unamkabidhi mwalimu wa darasa au unaweka kwenye faili la taaluma. Kwa hiyo matokeo ya darasa moja tu unaweza kukuta kwamba
umeandaa kibooklet, maana zile division nazo itabidi uziprint kwamba division 1 ni hizi, 2 ni hizi, 3 ni hizi, 4 ni hizi na absentees ni hawa. Sasa kuirudisha hii unaporudi kwenye somo jingine, kwa mfano hapa turudi kwenye somo la English language ambayo wao wana 10, utarudi sasa hapa tena, alafu utasema select all. Select all. Okay, watarudi wale wangapi? 10. Kwa hiyo kipengele kilichosalia ni hiki cha SMS. Hiki kipengele cha SMS utaziview hizi message zako namna hii. View SMS. Utaziona namna hii. Sasa tujaweka namba za simu kule. Mwenye namba ya simu ni 1 tu. Ukisha view hizo SMS zako namna hii, ndo zitakuwa tayari kwa ajili ya kuzituma. Lakini ili uweze kuzituma itabidi uzikopi hizi. Utazikopi hizi, na ndo hapo tunaposema kwamba lazima uwe na program itakayo support kutuma hizo message. Utakopi, ukisha kopi utaenda kwenye file lako ambalo linaitwa SM Sender, hili hapa. Okay, of course hii nilikuwa nimefanyia demo kidogo. Paste special, then utapaste special as usual values. Message zako zitakuja hapa. Hasa mwenye namba ya simu hapa alikuwa ni mtu mmoja. Naomba ni clear hii. Ni clear hizi contents. Okay, itakwambia namna hiyo kwamba macros haiko enabled. Kwa hiyo nita enable this content, macro nita enable, nita clear tu mara moja papo. Basi nitabonyeza clear, I clear them all. Basi naomba ni save, nirudi kwenye mfumo wetu.